Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi, niko na picha moja safi zaidi, wanaita Soulkeeper Basi katika miongoni mwa burudani kabambe zaidi ambazo ndakuwa nazo mgojosoni ndani mwaka 2026, hii hapa imeumbwa sana tu, na ni vile kwa sababu ni mgojosoni pekee, hivyo nimepata wasaa mwingine wa kuletea burudani bomba zaidi kwa mwaka 2026. Pasipo mashaka yote, tarehe 17 hapa picha itakuwa inatoka ikiwa complete zaidi. Katika episode ya kwanza tu, burudani ikiwa imeandaliwa nami mgojosoni kwa Talabintibu. Kama unapenda burudani bomba za Korea, hapa ni moja ya picha kali sana. Huyu Charlie tulikuwa naye katika ile picha ya Sweet Yomwele, ni star moja mkubwa sana pale Korea. Lakini pia kuna picha nyingi sana Uchalie amezicheza, ikiwemo picha moja hivi, if I'm not mistaken, inaitwa Johnson Gunman. Lakini sasa katika My Soulkeeper tutakuwa naye live bila chenga zaidi. Naomba nikupe mwongozo wa kile ambacho kinajili katika tamthilia bomba zaidi, ili usije ukatoka nje ya key. Huu ni Faudije, ukimwita bai mambo nazidi kuwa sawa na nazidi kuwa safi zaidi. Sasa naomba nikupe kama mwongozo, tunaanza namna hii. Wanasema katika maisha ya miaka mingi zaidi, watu waliingiwa na tamaa, walikuwa wanahitaji kupata nguvu ya kuweza control vitu vingi sana. Sasa kuna mzee mmoja aliweza kusaini mkataba na kiongozi mkubwa sana ambaye alikuwa ni Demon. Na baada ya mkataba wake kuisha, mzee aliweza kupoteza nguvu na kila kitu. Na sheria ndio ilikuwa hivyo, unapatiwa utajiri ndani ya miaka 10. Na miaka 10 inapofika, maisha yako yanaweza kuchukuliwa na mtu. Sasa leo kuna mvuvi ambaye amehangaika sana, mpaka sasa amekata tamaa ya kuweza kupata kitwayo. Anasema mimi naweza nikabadilisha hatima ya maisha yako kama utaweza kubaliana na ombi langu. Anasema mimi naitwa Demon bwana, sio watu ambao wananitajia mara kina Gumio, sijui kina Dragon. Mimi naitwa Demon. Basi mtu kwa sababu ya tamaa yake aliweza kupata samaki mmoja mkubwa sana. Akasema sio bure, lakini kuna makubaliano maalum ambayo wanatakiwa waweze kusaini katika karatasi hiyo. Mzee kwa sababu alikuwa hajui kusoma, hivyo alitumia dole gumba tu kuweza kuweka makubaliano ya mkataba ambao asitambue na maanisha nini. Lakini mtu alimwambia kitu kimoja, bwana Bokigo, kumbuka tu baada ya miaka 10 takuja kuchukua nafsi yako. Mtu huyo hakujali kwa sababu alikuwa anahitaji mlo wa siku moja. Baba hii picha inapikwa kitaalamu zaidi, kwa usipange kukosa tu. Tarehe 17 itakuwa ni Luka live bila chenga. Let's say ciao, kamsahamnida. Okay, asante Tanzania. Baba ndo nazidi kunguruma namna yosio. Twenzetu chali yangu. Katika episode ya kwanza tu tarehe 17 tutakuwa live, lakini pia kwenye comment hapo naomba uniambie tupige Soulkeeper au tupige hiyo Love Star. Chaguo ni lako mtazamaji, au sio?